رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ألا يجدوا ما ينفقون ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أيها الإخوة, maudhui ya maongezi yangu siku hii ya leo, siku adhima aliyotujalia karima, ni kuhusiana na elimu. Kama mjuavyo, elimu ni nuru katika maisha ya insan. Mtu bila elimu ni sawa na meli bila nahodha. Ahbabi fillah, kutafuta elimu ni jambo la wajib juu ya kila Muislamu, wazee kwa vijana, watoto, barobaro, yani kila aitwaye binadamu. Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahla Allahu lahu tariqan ila aljanna. Rasul anasema, mwenye kufuata njia akitafuta elimu, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake humsahlishia njia yake kwenda peponi. Hii inatuonesha kuwa tunafaa kutafuta elimu, na basi mtu kama anasusia elimu yake, basi anasusia pepo yake. Vipi utawazia pepo wakati hujui lolote kuhusiana nao? Vipi utajiepusha na moto wakati yote unalifanya ni yale tuliyokatazwa? Rabbi Allah ndiye Mola wangu, Rabbu kulli shay, na Mola kila kitu, amaliki na mfano. Mani alladhi khalaqaka, nani ambaye kwamba mkumba wewe? Allahu alladhi khalaqani, Allah ndiye ambaye kwamba ameumba mimi, wa khalaqa an-nasa jamia, na kaumba watu wote. Mani alladhi khalaqa al-layla, nani ambaye kwamba ameumba usiku wa nahara na mchana, wa shamsa na jua, wal qamara na mwezi. Allahu alladhi khalaqa al-layla, Allah ndiye ambaye kwamba ameumba usiku والنهار نمشانا والشمس نجوا والقمر نموز. من الذي خلق الأرض نان ambaye kwamba ameumba التي نمشي عليها ambaye kwamba tatembea juu yake. الله الذي خلق الأرض الله ndiye kwamba ameumba ardhi التي نمشي عليها ambaye kwamba tatembea juu yake.
Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zimwendee yeye, asdaqu ru'ya bil ashar, ndoto ya kweli ni ile adaku. Atayabu sharab, kinywaji kizuri. Ulul barid, ni kile baridi. Aktharul adhabul qabr, adhabu kali ndani ya kaburi. Minal baul, tukamana na mkojo. Inna sahibal maksi, hakika mtoza ushuru. Finnar, yumotuni. Khairal majalis, ubora kuketi. Au sauha, ni kuketi mbalimbali. La khaira, hapana kheri. Fiman la yudhifu, kwa yule hajamkaribisha mgeni. Ghanimatun majalis, ubora kikao. Dhikru janna, ni kutaja pepo. Musafirun musafirun ala hudana sairun, mustamsikuna bidinina bifadli rabbi dhahirun, bifadli rabbi tahirun. دليلنا قرآننا فيه الهدايا طاهرون، إمامنا نبينا مهما يقول الظاهرون، مهما يقول الظاهرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي طاهرون، بفضل ربي طاهرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ويقول الله العز وجل وهو معكم أينما كنتم، ويقول سبحانه والله بما تعملون بصير، ويقول سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كنتم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول ابن المبارك إذا ما قلوت دهر يومه فلا تقل قلوته ولكن قل علي رقيب، ولا تحزبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يقيم. الله 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 الله. Eni jamani kina baba na mama, jue ya kwamba tumeshaangamia. Allah 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 Allah. Kuswali hatuswali, na zaka hatutoi, saumu hatufungi, tukumbuke akhera. Allah 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 Allah. Tusengele tuache na tuache kina baba na mama, akhera tuna moto. Allah 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 Allah. Heri jamani, Nyamaza. Tuwapende yatima, maskini, mafukara, kina baba na mama, kuna moto. Allah 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 Allah. Ikaribisha vipi Ramadhan? Swala, kuswali. Al-sawm, wa kufunga. Qiraatul Qur'anul Karim, kwa kusoma Qur'an tukufu. As-salatu ala nabi, kwa kumswalia mtume. Adhkar, kwa kumdhukuru Allah. Da'atullah, kwa kumtia Allah. Al-sadaka, kwa kutoa sadaka. Iftaru saim, kwa kufuturisha wanaofunga. Silatul arham, kwa kuleta familia pamoja. Dua, kutoa dua. Tuwatamini lalala na tuwajali lalala, walimu wa dini Islama. Tuwatazame lalala tena kwa hima,
tuwaone wao huruma. Walimu wa dini huruma kwao, kofu waliduni maisha yao. Walimu wa dini huruma kwao, kofu waliduni maisha yao. Hakuna tamani kwa walimu hao, kama hatuoni michango yao. Tuwathamini na tuwajali walimu wa dini Islamu. Tuwatazame tena kwa ima, tuwaone wao huruma. المنظومة الهائية في سنة للإمام أبي بكر عبد الله ابن الأشمان أبي داود سليمان ابن أشعث السجستاني رحمه الله. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. وادن بكتاب الله وسنن التي أتت الرسول الله تندية الرعي. ولغير المخلوق كلام ملكنا، بذلك كان الأتقياء وأفسحوا. ولا تكن في القرآن قرأته، فإن كان الله باللفظ يوضح. La muhimu tutaka kueleza, jambo la muhimu sana tumehimiza. Mola katuamuru tena katusisitiza, elimu ni nuru yatutoa kwenye giza. Tuitafute elimu ili tuipate nuru, tafute elimu, ilmu. Furaha iliyoje kwa lona elimu, kapiga moyo konde masomo kaya hetimu. Tuitafute elimu ili tuipate nuru, tuitafute elimu, ilmu. La muhimu tutaka kuieleza, jambo la elimu sana tumehimiza. Mola katuamuru tena katusisitiza, elimu ni nuru yatutoa kwenye giza. Tuitafute elimu ili tuipate nuru, tuitafute elimu, ilmu. Markasi nuru tunaipa pongeza. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. لإيلاف قريش, for the profession of the Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, we caused the Quraysh caravan to set forth in winter and summer. إيلاف فليعبدوا رب هذا البيت, so let them worship the Lord of this house. التي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, he who has fed them from hunger and has made them safe from fear. ما شاء الله. آية أبي إسحاق البيري قال الشيخ إبراهيم ابن مسعود ابن السعيد الإبيري رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فاتها، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق،
ألا يا صاحي أنت أريد أنت أبت أطيب عرسا ذات قدر أبت تلاقها الأقياس باتا تنام الدهر وعك في غطيد بها حتى إذا بت انتبهت فكم دا أنت مخضوع وأنت متى لا ترعي عنها وهات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. عباد الله, I recommend you and myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala, for indeed taqwa is the key to success in this earth and the hereafter. Dear brothers and sisters in Islam, today I'm going to share with you one of the most fundamental aspects of our faith, Salah. Salah is the second pillar of Islam after the declaration of faith, and it serves and it is an obligation upon every Muslim, and it serves as a direct connection between a servant and his Lord. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, and establish prayer, give zakah, and bow with those who bow in prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المسلمين وجعل من أقامها بذاته فقد أقام الدين ومن هدمها بشهوته فقد أقام الدين. ونشكره على نعمه التي شملت العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها السادة الكرام من أساتذتنا العظام وزملائنا الطلبة، نحن طلاب من طلاب هذا المركز الكريم وقفنا أمامكم لنلقي إلى مسامعكم الشريفة شيئا من فن الفقه، ونبدأ قائلين: صلاة على من تجب الصلاة، جئنا نلزم الصلاة على كل
muslim, juu ya kila Muislamu, balighun, aliye balighi, aqilun, aliye na akili, wa ala waliyi sabii, juu ya mzazi wa mtoto, an ya'muru, amwamrisha bisalati, aswali, baada 7 sinina, baada ya kufikisha miaka 7, wa yadhribu ala tarki, na mtandike ala tarkaha, akiwacha swala, baada tamami 10 sinina, baada ya kufikisha miaka 10. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى في جميع الأمور صغيرها وكبيرها. الناس من يسلم في العبادات ولكنه لا يسلم في المعاملات، ومن الناس من يسلم في المعاملات ولكنه لا يسلم في العبادات، ومن الناس من يسلم في أوقات ولكن لا يسلم في أوقات. ولكن رب العزة تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ الإسلام في جملة وتفصيلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Lakini hata hivyo, mandugu zanguni, mmeona talent hapa, kama ni Kiarabu, kama ni hadithi, kama ni Kiswahili, kama ni Kiingereza, kama ni Qurani. Nafikiri talent ya watoto wetu hapa mmeona. Kwa hivyo sisi kama wazazi leo sisi ni mashahidi kuwa madrasa yetu imeimprove na kunaenda kuzuri. Mashaallah, semeni mashaallah. Mashaallah, semeni. Asanteni. Vile lingine, si ati sisi peke yetu ndio tumepuuza. Hiyo makosa iko kwa ulimwengu yote ya Uislamu. Kwa hivyo ningeomba wafadhili na wahisani na serikali vile vile uone vile walimu wetu wakifunga wakati kama huu wanaweza pewa classes. Umeona serikali walimu wanaenda kusomea mwaka 4 katika university, lakini wakikuja bado tena wanafanya training, seminars, kuwa coached. Kwa hivyo mwalimu hatoshi kutoka kwa madrasa peke yake na kuja kufundisha haraka tena. Tunahitaji wapewe taaluma, wapewe seminars ili waweze kuiva wakati wanashikilia watoto kama hawa. Hiyo pia ni ombi letu, kwa sababu ikifungwa lazima upate fursa ya kuendeleza elimu yako kama mwalimu vile vile. Discipline ya watoto na kuhandle watoto si rahisi. Kwa hivyo hiyo ni changamoto, inatakana sisi walimu, wazazi tutafakari hayo. Tumepewa changamoto ya ushirikiano ya wazazi, walimu na watoto. Nafikiri kina mama wakati mwingi mnakaanga jikoni. Sufuria yako pale ukitengeneza jikoni hauwezi ukawekeza kwa jiwe moja. Lazima utengeneze 3 ndio jiwe ikuwe balance. 2 vile vile haitaweza. Kwa hivyo that is why wanasema ushirikiano 3. Walimu, wazazi na wanafunzi. Kwa hivyo ndugu zanguni, tunapohitajika sisi ni ushirikiano wetu. Na pengine hata nyinyi mko na furaha kabisa kama mimi. Lakini kuna kidogo tu bado sijafurahia mimi. Ile ambayo mimi sijafurahia ni ya kwamba wazazi ya madrasa Nur sio hawa peke yao, watoto wa karibu 100 hapa. Hiyo ndio umetuangusha chini kwanza. Na nafikiri tutarekebisha hiyo. Number 2, ile mahali ambayo sitasikia mzuri ni ya kwamba umekuwa mchoyo na makofi ya watoto. Sijui kwa nini hiyo, it doesn't cost too much kupigia makofi hivi tu ungefurahia watoto wenu kabisa. Inaonekana hujafurahia hiyo, lakini unafaa kufurahia. Tumeelewana hapa? Ile maneno mheshimiwa ameongea hapa, unaona madarasa tumejengewa, tunashukuru kabisa. Lakini sasa
ile wafadhili tuna maombi tuliomba ya kwamba tusaidie tena zaidi kabisa. Hiyo ishatajwa mbele yangu hapa na mheshimiwa, sitaki kurudia. Lakini kuna ushirikiano ambayo imesemekana hapa saa hizi. Mashekh walisema, mheshimiwa alisema lazima tushirikiane ndio tuende mbele. Hayo kwa hayo mimi nasema asanteni. Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ikhwan fillah, tunashukuru kuhudhuria hafla kama hii katika siku ya leo, siku tukufu ndani ya mwezi mtukufu. Lakini hafla ukiangalia, ukija hafla si kuja tu kushangilia, inatakana pia usikilize. Unatega masikio, unasikiza ile kitu watoto wanaongea hapa. Unaona watoto wanaambia wazazi tuthamini walimu wa dini, paka wanatoa machozi. Si makosa yao. Wanaona venye wazazi wao wanapeleka walimu wa dini, si sawa kabisa. Mwanafunzi wanapelekwa shule, wanalipiwa pesa, lakini ikifika dini kidogo wazazi wanakuwa wanyonge. Kwanza siku hizi kumebadilika. Kila mahali ukienda utapata wanawake ndo wanakuwa wengi kuliko wanaume. Hata wazazi ukiangalia wenye wamefika, wazazi wa kike ni wengi kuliko wazazi wa kiume. Na hata wale watoto ambao kwamba walikuwa wanakuja hapa kutumbuiza, ukiangalia utaona watoto wa kike ndo walikuwa wengi. Kwa hivyo kina mama muko na majukumu bado. Lakini tunawapongeza venye wanafunzi wa kike wako wengi, tunaomba wazidi kuongezeka, na wale wako mzidi pia kuwashikilia. Na msithamini sana shule mukasahau madrasa, kwa sababu hata hapa muliona wanafunzi wakiongea lugha ya Kiarabu na wakifasiri kwa ufasaha kabisa kwa lugha ya Kiingereza. Hiyo ina maana Madrasatun Nur Kiarabu iko, Kizungu pia iko. Usione walimu wa madrasa tumevaa kanzu ukadhania Kizungu hatuko. Kizungu pia iko, imetulia. Kwa hivyo inshallah si shule peke yake watapata Kizungu, hata hapa Kizungu tutawafunza, tunawafasiria. Mbona mtoto mdogo hapa anafasiri alamtara tena Kizungu bila wasiwasi kabisa. Kwa hivyo ikhwan fillah, tuweke juhudi. Alafu wakati tunakuja haflati kama hii, tuwapongeze hawa watoto ili wao pia wakuwe na motisha. Vijana pia nawapa challenge. Venye mumeona mabanati leo wamekuwa wengi, tukikuja hiyo hafla ingine hiyo kubwa, tunataka vijana pia wakuwe wengi katika kutumbuiza inshallah. Kwa ajili ya wakati sitaongea sana. Allahi wa barakatuh. Wa hadha salamu tuzafu minkumu. Alhamdulillah, shukrani zote tunamrudishia Allah subhanahu wa ta'ala. Tulivyojumuika hapa, tumejumuika kwa jambo la khairi. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ilmu faridatun ala kulli muslim wa muslima. Elimu ni faradhi awe kwa mwanamume ama kwa mwanamke. Angalia wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Khadija mke wake Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na miaka 40, lakini alikuja akashika ilmu, akawa ni kati ya mama ambao kwamba walikuwa ni mama wametajika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii ukiangalia idadi ya watoto wanawake ambao kwamba wanapita hapa wakisoma mawaidha, wakisoma Qur'ani, tunasema alhamdulillah. Lakini je, wazazi wetu akina mama tumebaki wapi? Wanaume tuko wapi? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshikie yeye, itlabul ilma walau kana bisin. Wakati hiyo China ilikuwa ni mbali sana. Mtume akiambia masahaba, nendeni mkatafute elimu hata kama ni China. Imagine mtu anatoka kutoka Makka, Madina, anaenda kutafuta pale. Wallahi ni msiba. Leo watu wanalipa school fees, lakini madrasa watu wametupilia mbali. Tutaulizwa siku ya kiyama, ilmu ambayo kwamba ulipewa na Allah subhanahu wa ta'ala uliifanyia nini? Wazazi tujibidisheni. Haya ni matunda yetu ambayo kwamba sisi tunajitengezea sisi siku ya kiyama. Ama wewe ukifa, wewe ukitangulia kaburini, ile dua ama ibada yule mtoto atakayofanya, basi akikuombea dua ujue wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa juu yake. Mbona tusijibidishe tuchukue kiboko tuwakunje? Unaambiwa mkunje samaki angali mbichi. Hawa watoto tujitahidi, tungangane wafike mahali ambapo kwamba watafika. Sisi hatujabahatika kuwa mahafidh, lakini leo ukisikia watoto vile wanavyosoma Qur'an na mashairi, wallahi utafurahika, unasikia raha iliyoje. Wasichana jibidisheni, msijirudi nyuma. Tueni kofu. Angalia Aisha, mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ndio mwanamke mdogo katika wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye ndiye alikuwa amehifadhi hadithi nyingi kuliko wanaume hata. Angalia sifa ya Aisha. Wanawake walisimama kati ya wanawake wakaipigania hii dini mpaka mahali ilipofikia. Khadija akipelekwa kwenda kuzikwa, Khadija ilikosekana sanda kumnunulia, na yeye ndiye alisimamisha hii dini. Huyo alikuwa ni Khadija. Mali yake yote alitoa katika dini ya Kiislamu, akaitumikia dini ya Kiislamu mpaka leo sisi leo mahali imetufikia mimi na wewe. Akatoa mali yake yote, akakosa mpaka sanda ya kumzika. Mimi na wewe tunaona uchungu kutoa shilingi 50, shilingi 100 kumwambia mtoto peleka kwa shekhe. Wala tusaluna yawma idhin naim. Tutaulizwa siku ya kiyama. Sipendi kuongea mengi, maana nikiongea mimi huwa naanza kusikia napandwa. Naweza chukua. Unajua hii dini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema imekuja kama mgeni na itakuja kupotea hivyo tu. Unajua ukitaka kupoteza hii dini si kazi ngumu, ni kitu kidogo sana. Hii dini kitaka ipotee ni kitu kidogo. Sauti kidogo. Hii dini kitaka kupoteza ni kitu kidogo sana. Kama hii dini kitaka kupoteza ni kufunga hii generation hii tu. Hakuna kitu kingine. Ni kufunga hii generation. Hivi hakuna madrasa. Hivi hakuna duksi, basi hii dini imeisha hivyo. Lakini alhamdulillah, sababu sasa tutapatikana maustadati ya kesho hapa iko hapa. Mashekhe ya kesho itapatikana hapo. Basi alhamdulillah sisi kama wazazi ambao tuko hapa tuwapatia hawa walimu wetu support. Unajua hawa walimu tukuwapatia support, watoto wetu bado wataenda kuendelea kusoma kwa bidii. Tunataka mwaka kesho ile zingine tukikuja hapa tusikie watoto wetu wakisoma Qur'an, yani wamehifadhi Qur'an kwa wingi. Tarawih yetu itakuwa watoto wanabadilishana moja ya nyingine. Na hiyo yote inatakana juhudi yangu na wewe. Hasa wa mama nyinyi ndio mnakaa na hiyo watoto. Nyinyi ndio kila wakati kisemkana mzazi akuje ni nyinyi ndio mnakuja. Kwa hivyo nyinyi wenyewe mjaribu kuwakaza wazee. Inshallah ile kitu kidogo inapatikana nyumbani, kwanza kimbiziwe mwalimu kwanza. Mwalimu wa duksi ako na kazi ngumu sana. Ni kazi naelewa. Nimewaifanya kazi ya kufundisha watoto, ni kazi ngumu sana. Lakini wao wanajitolea kufanya hiyo kazi, lakini wanataka support kutoka kwetu, na sisi naye tumeegemea sana shule. Tumewaacha watoto wetu na walimu wao, ikawa sasa sisi hawezi kuwapa. Hii ndio kusoma soma, hiyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Soma, sababu ukisoma ndio utajua. Kama hutasoma huwezi jua. Kwa hivyo tugongane wazazi wenzangu, ili wale walimu wetu waweze kufundisha watoto wetu, waweze kupata mahafidh kwa wingi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi leo niko na furaha sana. Na nimefurahia sana. Alhamdulillah. Ingawaji hapo awali tumekuja mara ya kwanza ya pili na tumeona matokeo ya watoto wetu.
Mashaallah, tabarakallah. Shukrani iliyotoka kutoka walimu wetu. Alhamdulillah. Niko na furaha moja yangu binafsi ambakuwa ilikuwa imenipatia changamoto mwingi sana na hata imenikosesha uzingizi, lakini hivi saa hizi alhamdulillah nimefurahia sana maneno hiyo kuongelelewa na bradhangu Harun, na that is my secret. Nitashare na walimu wangu. Kila zaidi ningeongelelea ni wasichana. Wasichana, mkifika hapa hili mambo kufanya hivi, weka kando. Focus, uwe na focus kama mwanafunzi. Ukifika hapo mbele, at least jikakamue kama msichana ambakuwa amesomeshwa na walimu wake, na ako na watoto wenzake, na ako tayari kuongelelea yale amefunzwa. Umemlipata wasichana? Hii mambo kufanya hivi si mzuri. Ya tatu, changamoto ya madrasa. Hii madrasa sisi wamama tumeweka chini, nikianza na mimi number 1. Mimi ndo mtu wa kwanza niko na makosa. Ninagangana na watoto nyumbani, ati nalelea yatima. Ninafukuza tu watoto, nenda shule. Hakuna kunifuatia. Hiyo nitarekebisha kwanza, mimi wa kwanza nitajirekebisha. Anatamani pia wamama wenzangu pia nyinyi mjirekebishe. Mimi yangu ni shukurani kwa wazazi na watoto na walimu ambaye leo wametufurahisha, na natumai kwa hii madrasa yetu mara ya kwanza kidogo tulikuwa tunaenda kinyume kidogo, lakini kwa saa hii tunaona tunaendelea vizuri, na hasa walimu wetu na wapongeza sana. Shukurani kwenu, na inshallah Mwenyezi Mungu atawazidishia. Kwa upande wa kina mama, pongezi kwa wale wa mama ambao wanatusaidia sana hapa siku ya Ijumaa, msirudi nyuma. Na pia wamama pia bado na wasihi, wakati mkutakuwa nyumbani mnakuwa na kazi mingi sana, lakini muhimize watoto wawe wanakuja on time kwa madrasa, na pia nazingatia uniform, kwa sababu watoto wakienda shuleni utakuta watoto wote uniform ni moja, na kwa madrasa tunahitaji watoto wawe na uniform moja ili ijulikane kama hawa watoto ni wa madrasa fulani. Tuzingatie upande wa uniform pia. Asante. Nadhani kila mtu ananijua hapa. Mimi ni mwalimu. Najua walimu watupendwi huko nje, lakini ile mimi nauliza, nimeona tumepatia watoto zawadi, hatujakumbuka walimu wetu. So naomba tumpatie mwalimu wetu mkono wa shukrani. Saa ile kuna ndugu yetu Mr. Harun amesema tunataka mwalimu msichana. Hiyo fikra tulikuwa na tangu mbele tulikuwa nayo, lakini tulikuwa tunatafuta na tulikuwa tunaangalia pia hali pia vile huyu mwalimu akikuja Al-Ala atapata yani ile mshahara, na tulikuwa tunagangana. Hata nimekaa na wale wasichana kubwa. Inshallah hiyo fikra tuko nayo, inshallah bidinla na tutaleta inshallah huyu mwalimu inshallah tukipata vile tunataka. Baadaye ikhwani fil madras pia tunafunga, lakini hiyo nitaweka nyuma inshallah. Kan ikhwani fil nikienda la matrini watoto ambao wako hapo, wale wanafunzi wako hapo ni takriban 315. Wazazi ni zaidi ya 150. Ikhwani fillah, wazazi ni zaidi ya 150, na wale wazazi ambao wako hapo sasa tunaona hapo hata afiki 100 ni hasara kubwa sana, ni makosa. Ikhwani fillah, shukrani, tunarudi shukrani kubwa kwa wazazi wote. Kuna wazazi wako na sisi kila wakati wanawasiliana na sisi, wanakuja mara nyingine hata kupita hapa kuja hali ya madrasa. Mzazi anatoka nyumbani anakuja kuangalia hali ya mtoto, hali ya watoto, hali ya mtoto wake, hali ya walimu, anakuja tu kuangalia hapo. Na kuna wazazi wakienda siku hafla, mathalan leo wakienda, unaona tu hafla nyingine, yani tukifika Shaaban nyingine ama Ramadhani nyingine ndio anakujanga hapo. Hivyo pia si vizuri. Kuja madrasa, tuko hapo, angalia hali ya kazi ya walimu, angalia mtoto wako na vile anaendelea,
kuja mara nyingine pita hapa, kuja hata kuja kapo. Alhamdulillah zamana hatuna hapa klasi, lakini sasa tuko na klasi na tuko na ofisi. Wa baadhalika ikhwani fillah, ahbab ndarushu shukrani pia kwa mashayikh ambao wako hapo na wazazi wote na wageni wetu ambao wako hapo wote pia ndarushu shukrani kwao. Ikhwani fillah, ya misho ama ya inshallah kwa ya nani ambaye nitasimamisha nao ni kuna msichana ambaye ako hapo, yani ako kwa ameingia dini ya Islam kabla wiki moja, amejileta hapo nikamshika hapo tauhid, tukamwanzia Qur'an, wako na sisi hapo. Sai amejua kusoma surat al-Ikhlas, yani Fatiha برب الناس برفلق الإخلاص. لكن إخواني في الحسارة ني الله سبحانه وتعالى ويوم الزليم مقوم مسلم، لكن لو وجي سورة الإخلاص برفلق برب الناس تفاتا كما داديتم باي مكوجة دين الجوسي. مركا إن شاء الله كل kitu ambayo tunasema na tunatangaza, tutakuwa na kilasi ya kina mama, tuko na walimu ambao special standby. Inshallah bidillah mujilete kama uko tayari, ukuje uchukue Qur'an, ukuje uchukue ufunzo hata hayatu, ukufunzo fiqh, ufunzo vile hawa watoto tunafunza, ujilete inshallah. Mtu yote ako tayari ama mama yote ambaye ako tayari ajilete inshallah, tunalika jina yake atasoma inshallah. Tutakuwa na class kama Dadaito Rahma inshallah, ako hapa Rahma inshallah bidillah. Na huyu msichana wakati ametukujia, kuna msichana, kuna mama ambaye ametusaidia, kuna mama wawili ambao ametusaidia. Mmoja wao ni Sister Rahma Halima Abdurrahman na mmoja ni Sister Abdia Mau, wamesoma na sisi mpaka wametafutia ungoa kampatia msana inshallah.